Mani habarini za saizi, naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe hawa ambao ni waheri wa asili ya jadi. Viumbe hawa ambao ni majini wa asili. Kuna jini ambaye jini huyo tunasema ni jini wa asili. Jini huyo wa asili ambaye jini huyo anaitwa kizalia. Jini kizalia ni jini wa namna gani? Watu wengi wanapenda kuuliza, mama, jini kizalia ni jini wa namna gani? Jini kizalia ni jini ambaye tunasema ni jini mzuri, lakini asili ya jini huyo anatoka katika uganga wa asili. Jini kizalia ni jini mzuri ambaye anatoka katika uganga wa asili, na asili ya jini huyo mara nyingi hutokea katika ukoo. Kama kwenu kulikuwa kuna uganga, basi jini huyo huenda akampata mtoto yoyote au mtu yoyote katika uzao wa hiyo familia. Kwa hiyo jini huyo kizalia anapokuja katika uzao wa huyo mtoto au mtu yoyote katika uzao huo au katika koo. Tunapozungumzia katika koo, huenda katika uzao huo mganga alikuwa ni babu, ambaye babu huyo ndo alikuwa na jini huyo kizalia. Sasa jini huyo kizalia anaweza kujitokeza katika uzao, uwe ni uzao wa 3, wa 4, wa 5. Kwa sababu kuna mtu anakuta kuna mtoto anakuwa anakuambia, mama, nimeota ndoto niko polini na chuma dawa, au mama, nimepata ndoto niko na muagua mtu, au mama, nimeota ndoto ninafanya visomo na dua, au mama, nimeota ndoto niko na choma dawa. Mtu akasema, mwanangu usiku anakuwa kilana anapata ndoto, na sisi kwetu hakuna asili ya uganga. Hapana. Kwenu kuna asili ya uganga, ila wewe ndio hujui kwamba kwenu kuna asili ya uganga, kwa sababu huenda ni karne zilizopita ndio kulikuwa kuna babu ambaye alikuwa ni mganga, na ndio maana hawa majini aina ya kizalia anarudi sasa katika ukoo, anakuja kurudi tena awamu nyingine kuendelea kutoa mwongozo na tiba, kwa sababu aina ya majini hao pia tunasema ni utawala. Sasa tawala ile, kwa sababu tayari ilikuwemo katika uzao wenu, inarudi tena kwa mara nyingine. Na ndio maana unakuta katika uzao wako wewe ni mtu tofauti kabisa, hujui mambo ya kiganga, lakini unakuja kumzaa mtoto anakuwa na mambo ya kiganga, anakuwa na mambo ya kufanya kutafuta dawa, akisoma haelewi. Umempeleka shule ya gharama, anakuwa shuleni haelewi, lakini wakati mwingine huyo jini anampelekea, anapoingia darasani anaweuka, anakuwa kama kichaa, anapiga kelele au anazimia au haoni mbele. Mtoto anakuwa labda kwenda amesoma, amefaulu kusoma vizuri, amepata kazi, lakini mwisho wa siku anakuwa nikienda kazini anajisikia vibaya, hajisikii kufanya kazi. Muda mwingi yule jini anamuendesha, anatamani afanye mambo ya tiba, mambo ya uganga, anahitaji kufanya zile mila, kwa sababu hii mila na jadi ipo, lakini wewe ndio hujui kwamba kuna asili ya uganga, na ndio maana jini huyu kizalia anakuwepo na anaweza kukusumbua. Lakini unapomkaribisha au kaonyesha kumpokea, unapoonyesha kumpokea, kwa sababu asili ya jini huyo sio jini mbaya, ni jini mzuri. Sasa kama jini huyo ni mzuri, unapoonyesha kumpokea, ukaona dalili hizo, ukauliza wakubwa au wazee wa jadi, ukaweza kumkaribisha, unamkaribisha namna gani? Maana majini wanaweza wakaingia, ukiwakataa wanakuzuru. Japokuwa ni wazuri, wanakuzuru ili uweze kuwapokea na kukubali, kwa sababu tayari walikuwepo katika ukoo na ile nguvu ya asili. Kwa hiyo unapompokea yule jini, unakuta sasa yule binti au anakaa vizuri. Lakini pia unaweza kumuomba jini huyo kwamba huyu mtoto kwa sasa hivi unatakiwa umuachie, kwa sababu ni mtambue jini huyo anakuwa si mbaya, anakuwa ni mzuri. Kwa hiyo unapomuomba jini yule anakuwa anaelewa kwamba mtoto huyu sasa hivi ni mdogo, tunaomba umuache kwanza, atakaposogea umri fulani basi moja kwa moja ataweza kupata jadi, au mtu huyu muache afanye kazi, lakini sisi tumekupokea, utaendelea kufanya jadi na tutaendelea kufanya vile ambavyo wewe unataka, lakini mtoto huyu aendelee na kazi zake. Anaweza kuelewa. Lakini jini huyu kama ni wakoa asili na jadi, anaweza kukuletea mafanikio.
anaweza kukuletea mafanikio makubwa, anaweza pia akakuletea mibaraka mikubwa, anaweza akakufanya ukawa mtu mkubwa kwa sababu umempokea. Kwa hiyo aina ya jini huyu kizalia, watu wengi hawajui jini kizalia ni jini wa namna gani. Tunaposema ni kizalia ambaye amekuja kwenye koo yenu, anazalia na kukuletea mafanikio na baraka kubwa, lakini ili akuletee mafanikio unatakiwa kumkaribisha. Ina maana mgeni anapokuja kwako hawezi kuingia moja kwa moja, ni lazima umkaribishe, umpe kiti, umuulize habari, akupe habari ya huko atokako na ujio wa kwako kutoka huko alikotoka kuja kwako ni nini. Na ndiyo maana watu wengi wanakuwa hawawezi kuelewa, kwa sababu hajui mila na desturi, hajui asili ya kwao. Na ndio maana unaweza ukapambana kuona kwamba jini huyu ni mbaya au jini huyu anasumbua, kumbe unasumbuliwa na jini kizalia. Na jini huyo kizalia asili yake ametoka katika mishipa, wanasema DNA, nasema ametoka katika mishipa inayotembea, ni damu inayotembea katika mishipa. Asili yake ya mababu zako walikuwa wanashirikiana na hivyo vitu au hivyo viumbe. Kwa hiyo ndugu zangu, naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Kuna faida kubwa kama utasimama katika asili, na utahitaji kupata mafanikio. Unahitaji kupata mafanikio, unahitaji kupata nguvu ya asili, unahitaji kupandishwa cheo, unahitaji kuweza kukaa katika mamlaka na utawala. Mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukusaidia na kukuongoza wewe. Uko mkoa wote ule, uko nchi yoyote ile, uko sehemu yoyote, ila tu unahitaji msaada, basi usiache kuwasiliana na mimi kupitia namba zangu za simu 0712 94 44 34. Lakini pia usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Karibuni sana, asanteni sana.